Choo cha dhahabu chenye thamani ya dola milioni 12 kimeuzwa katika mnada uliovutia ulimwengu. Choo hiki kilichopewa jina la America kilitengenezwa na msanii wa Italia Maurizio Cattelan na kimetengenezwa kwa kilo 101.2 za dhahabu ya karati 18. Kulingana na taarifa iliyochapishwa katika tovuti ya BBC, hiki ndicho choo cha dhahabu kilichouzwa kwa dola milioni 12 sawa na takriban shilingi bilioni 30, kiasi ambacho ni vigumu hata kufikiria kwa mtu wa kawaida. Kwa thamani hii, choo kimoja kinaweza kununua zaidi ya bodaboda 10,000 kwa bei ya dola 1250 kila moja, au shilingi milioni 3 za Kitanzania, au karibu bajaji 4,200 kwa bei ya dola 2,900 au shilingi milioni 7 za Kitanzania. Kwa upande wa makazi, fedha hiyo inaweza kujenga takriban nyumba 600 za kiwango cha kati zenye thamani ya dola 20,500 au zaidi ya nyumba 300 za kisasa za dola 41,000 au shilingi milioni 100 za Kitanzania kila moja. Kwa wapenda magari ya kifahari, kiasi hicho pia kinaweza kununua magari aina ya Land Cruiser V8 zaidi ya 100. Kwa kifupi, thamani ya choo hiki ni sawa na mali ambayo inaweza kubadilisha maisha ya maelfu, lakini kwa mnunuzi wa sanaa ni kazi ya kipekee yenye hadhi ya kimataifa. Choo cha kwanza cha aina hii kiliwekwa kwenye choo cha umma katika makumbusho ya Guggenheim jijini New York nchini Marekani mnamo mwaka 2016, lakini baadaye kiliibiwa kutoka kasri la Oxfordshire miaka 3 baadaye. Wiki hii choo cha dhahabu cha pili kiliuzwa katika mnada wa Sotheby's mjini New York baada ya kufichuliwa kuwa nacho kilikuwa kimeibiwa. Choo hiki chenye uzito wa kilo 101 kilinunuliwa na mnunuzi mmoja tu. Mnada ulianza kwa bei iliyokadiriwa kuwa ni thamani ya dhahabu sokoni, ambayo ilikuwa dola milioni 10. Baadaye ilithibitishwa kuwa mnunuzi ni taasisi maarufu ya Ripley's Believe It or Not, iliyothibitisha ununuzi huo kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuandika, "Tunakitumia kwa furaha." Ripley's ina umaarufu duniani kwa kuonyesha mambo ya ajabu, ya nadra na ya kuvutia. Mnamo mwaka 2022, msanii maarufu wa mitandao Kim Kardashian alivuma sana baada ya kuruhusiwa kuvalia gauni la Marilyn Monroe, na sasa inasemekana taasisi ya Ripley's inatafuta njia za kuruhusu wageni kukitumia choo cha dhahabu. Walisema, "Tukio kama hili linahitaji mipango ya hali ya juu na ujasiri mkubwa kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa." Uuzaji huu umekuwa mauzo ya pili kwa bei ya juu zaidi kwa kazi za Cattelan. Kazi yake nyingine, sanamu ya Hitra aliyepiga magoti, iliuzwa kwa dola milioni 17.2 mnamo mwaka 2016. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 100,000 walikitumia choo cha kwanza kilipokuwa Guggenheim. Mnamo Septemba 14 mwaka 2019, watu 5 walivamia kasri la Blenheim na kuiba choo cha dhahabu chenye thamani ya paundi milioni 4.8 wakikimbia kwa gari aina ya Volkswagen. Wizi huu na kesi yake ulivuma duniani kote. Mwaka 2024, James Shane mwenye umri wa miaka 40 alikiri wizi na umiliki wa mali ya wizi, huku Michael Jones mwenye umri wa miaka 39 alikiri wizi mnamo Machi baada ya kukamatwa mapema mwaka huo. Freddie Doe mwenye umri wa miaka 36 alihukumiwa kifungo kwa kuhusika katika njama ya kuhamisha mali ya uhalifu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.